Nilikaimu hii nafasi, nilikuwa makamu mwenyekiti wa bodi kwa miaka 4 na uzoefu kidogo wa kiongoza bodi ya ligi. Kwa hiyo niko hapo kwa miaka 4 na hapa nikakaimu nafasi ya mwenyekiti kwa muda miezi 5 na huu wa 6. Na hilo jambo halikuwepo. Mimi nafikiri bodi ya ligi kuu inaongozwa na kanuni na taratibu ambazo hazitoi nafasi ya mtu kuleta mawazo yake au kuleta mawazo kutoka nje ya zile taratibu ambazo zilizopo. Hilo ni wahidi tu mbele yenu kwamba hilo halitotokea ndani ya uongozi wangu. Tutakuwa na uongozi wenye uadilifu na uaminifu kwa mpira wa nchi yetu. Tunahitaji kuutumikia. Kama ujuavyo, huwezi kupata hii nafasi ya kugombea bodi ya ligi au wajumbe wenzangu hapa bila kwa kiongozi kwenye timu ya mpira. Kwamba lazima ujitoe huko ulipo ili kuja katika hizi nafasi kubwa kabisa za kutumikia mpira kwa jumla wake. Na kama ujuavyo, bodi ya ligi inaongoza ligi hizi 3, ligi ya NBC Premier League, Championship na First League. Mpira kwa ujumla wake uko ndani ya mwamvuli mkubwa wa TFF ambao unaongozwa na rais wetu makini ndugu Wallace Karia. Kwa hiyo upande wa hizi ligi ambazo zinasimamiwa na bodi ya ligi ambayo tumekasimishwa kuziongoza, nihakikishie tu jambo la kwanza, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu fupi, mpira wetu unakuwa. Mpira wetu unakuwa kwa kila nyanja. Sasa hakuna tena wanasema hakuna ambacho kinajificha. Sasa mpira wetu unahitaji kuboreka zaidi. Niseme moja jambo ambalo mimi na wenzangu hapa tutakuwa jambo la kwanza kulivalia njuga, kama nilivyosema awali, ni kuhakikisha kwanza haki inapatikana ndani ya uwanja kwa timu zetu. Nikisema hivyo na maana pana kabisa, kwa sababu ule ndo msingi wa kila jambo. Tukitaka sponsors, tukitaka kuwa ligi bora, tukitaka kuwa na habari zaidi, tukitaka kuwa na wachezaji bora, lazima jasho lake mtu aliyotoa uwanjani apate manufaa yake. Nikiwa na maana ya kwamba kidogo si sana kidogo, kama unavyojua mpira sasa ni teknolojia. Ili kupata haki kuna wanaosimamia ndani ya uwanja, wanaosimamia haki, sheria 17, kila mtu apate haki yake. Lakini mpira ulioendelea duniani ni kwamba sasa ishaonekana uwezo wa binadamu umeanza kupitwa na hilo jambo. Sasa lakini kwetu bado hatujafika huko. Kwa hiyo tunategemea wale watu wetu ambao tutasimamia kwanza kuwapa mafunzo, kwa sababu wakipata mafunzo wakiwa na dhati ya kwamba wanataka kuendeleza mpira wetu, kwa sababu hilo jambo limewezekana. Ndani ya maamuzi ya haki tuna kijana mmoja ambaye sina haja ya kumtaja jina katika hao, ni ndo superstar wetu. Mechi ukimwona ameshika filimbi katikati, kila mtu anasema yes. Ukienda ukitazama, nakumbuka mwaka jana naangalia nusu finali ya club champion ya Afrika, namuona alikuwa pale Cairo kama 4th official. Ni kwamba kuonyesha kumbe tunaweza. Sasa ule ndo msingi wa mpira wenyewe. Sasa jambo la mwanzo ni kwenda kuhakikisha kila klabu, iwe kubwa iwe ndogo, inapata haki yake ndani ya uwanja, ili mpira wetu kisha kuwa tayari na ushindani ambao kila mtu anapata haki yake. Huu mpira umekuwa namba 4 Afrika, si kazi ya bodi ya ligi, si kazi ya TFF. Mmefanya kazi kubwa sana. Waandishi, ukifungua simu yako unakwenda kwenye mitandao unakuta kazi yenu ipo. Ukienda kwenye redio ukifungua asubuhi, tunaanza wengine tutakwenda kazini, tunaanza ikianza kufika saa 1 tu tunakuta kazi yenu ipo. Kumbe na nyinyi mna mchango mkubwa. Aidha wote kwa pamoja, watoto wangu wengi watoto wangu nyinyi, kutoka leo kila mtu achukue jukumu la kupigania mpira. Ni industry kubwa. Vijana nyote hapa mpo kwenye industry ya mpira. Mpira huu ungekuwa hujafika hapa ulivyo, ina maana nyote hapa msiko katika hii industry. Lakini tuna watu wengine wanakuja, wengine wako nyuma yetu. Kumbe tuna nafasi ya kutengeneza kitu kikubwa zaidi katika mpira.